Karibu mpenzi mtazamaji kwenye Faith the Journalist Channel, mahali pekee unapopata habari zote kali kwa kasi, ukweli na ubunifu. Mimi ni Faith na leo tunakujuza haya unaloliona kwenye screen yako, na ni masharti 10 kwa serikali batili, haramu na katili Samia kabla ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Ya kwanza, ili ikabidhi miili ya wapendwa wetu ili tuwazike kishujaa, mwili usipotezwe wala kuchomwa moto. Wazo hili au kuzikwa kwenye makaburi ya siri kama mnavyofanya sasa hivi. Ya pili, serikali itumie kodi ya wananchi, pesa zetu, na iwape familia husika ili kugharamia mazishi ya wapendwa wetu. Ya tatu, walioumizwa na majangili waliotumwa na serikali batili na haramu watibiwe bure na wapewe matibabu mazuri bila kusumbuliwa. Ya nne, waliohusika ya Tanganyika wakamatwe wote haraka na waoneshwe bashara kwenye TV na mbele ya waandishi wa habari wa kimataifa wakitajwa majina na walipotokea. Ya tano, waliohusika kwenye mchakato mzima wa kupanga mauaji ya raia wasio na hatia wajulikane wote kwa majina yao. Ya sita, mkuu wa majeshi CDF, IGP na mkurugenzi wa usalama taifa wote wajiuzulu nafasi zao kwa kushindwa kuwajibika kwa kulinda nchi na wananchi, jambo ambalo hapa kufanya ili pia iwahusishe wote waliohusika katika njama za kuteka na kuua raia. Majina hayo na sisi tunayo 7. Watanganyika wote waliotekwa na kupotezwa warudishwe wakiwa hai. Ya 8, Watanganyika wote waliopewa kesi feki za ina ugaidi in brackets kesi za kuubuni ama kutengenezwa kwa nia ovu waachwe haraka sana bila masharti yote, na waliohusika kubuni au kutunga kesi hizo au kushiriki kwa namna yoyote wakamatwe mara moja. Ya 9, uchafuzi feki na batili iliyofanyika ifutwe mara moja, na Samia aachie ngazi haraka maana hatambuliki kama rais kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Hakuchaguliwa bali amejiteua, katiba haina rais wa kujiteua. 10, bunge feki ya sasa ivunjwe na serikali ya mpito iundwe chini ya usimamizi wa UN. Hatimaye mchakato wa katiba mpya uanze mara moja. Ni baadhi tu ya masharti ya kikundi cha Gen Z wanachosema serikali ya CCM ikiongozwa na Mama Samia Suluhu iweze kushughulikia hizo masharti 10 ambazo wameweza kuziandika pale kabla ya tarehe 9 mwezi wa 12 ambapo maandamano makubwa yameweza kuandaliwa. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hayo masharti 10. Je, unakubaliana na hayo masharti? Tupe maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Na kama unavyoona kwenye screen, tarehe ni 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 ni siku ya maandamano, tutajikomboa wenyewe. Na ni mabango tu ambayo yanaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, na kikundi cha Gen Z wakisema tarehe hiyo ni tarehe kuu sana kwa kuwa nchi ya Tanzania itakuwa inakombolewa na Rais Samia Suluhu atakuwa anang'olewa madarakani. Hayo ni kwa mujibu wa kikundi cha Gen Z, na pia wanaharakati kwenye mitandao ya kijamii wanawahamasisha vijana na hata wazee waje kwa wingi siku hiyo ili kuikomboa Tanzania. Kumbuka serikali kwa sasa kupitia Rais Samia Suluhu alisema shughuli zote za kutengeneza uchumi wa Tanzania inaendelea na hakuna atakaye zuia uchumi wa Tanzania kusonga mbele. Na haya maandamano ambayo yameweza kupangwa ya uharibifu tu wa mali bali si maandamano wa amani. Na pia mkuu wa jeshi la Tanzania aliweza kutamuka na kusema kuwa tarehe hiyo, tarehe 9, ni tarehe ambayo itakuwa ya kutengeneza ama kuendelea na shughuli za kawaida ya nchi ya Tanzania, na hakutakuwa na maandamano ambao watapatikana wakifanya maandamano ama wakitembea barabara
barabarani ovyo ovyo wataweza kukabiliwa kisheria. Tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako kuhusiana na haya maandamano na pia hayo masharti ambayo kikundi cha Gen Z wameweza kuweka kuwa Rais Samia Suluhu pia aweze kujiuzulu, na pia wale ambao wameweza kupoteza wapendwa wao siku ya uchaguzi mkuu siku ya tarehe 29 mwezi wa 10, ambapo watu wengi waliweza kupoteza wapendwa wao waweze kupewa pesa ili waweze imamia kimaisha, kwa maana watu wengi walipoteza wale ambao walikuwa wanawasaidia kiuchumi ama kipesa. Tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hayo masharti 10 ambayo kikundi cha Gen Z wameweza kuandika hapo, na pia zile mili ambazo zimeweza kufichwa na pia zingine zinaaminika kuwa ziliweza kuzikwa na serikali waweze kuzifichua na waweze kupeana kwa wapendwa wao. Tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze hayo masharti. Je, unahisi kwamba ama unaamini kwamba kuwa serikali itaweza kufuata hayo masharti ya kikundi cha Gen Z? Kumbuka wameweza kusema kuwa serikali iweze kufanya hivyo mara moja kabla ya tarehe 9. Kumbuka pia wameweza kusema wale polisi ambao walikuwa wanatunga kesi ama kukamata ovyo ovyo kwa wale ambao walikuwa wanashiriki katika maandamano na kuwawekea kesi bandia ya kesi za uhaini, waje kwa vyombo vya habari na waweze kutamka kuwa waliweza kukosea, na kuwa wale ambao wamebandikiwa kesi hizo waweze kuachiliwa mara moja. Unahisi vipi mtazamaji kuhusiana na haya masharti kutoka kwa kikundi cha Gen Z? Kumbuka Rais Samia Suluhu wakati wa uchaguzi alipotangaza kuwa rais na pia alipokula kiapo, mashirika kadhaa yalikuja kukataa uchaguzi huo na kusema kuwa uchaguzi huo haukuwa huru na haki. Pia shirika la Sadik ambapo pia Tanzania wapo ndani ile isema kuwa uchaguzi wa Tanzania haukuwa huru na haki. Kumbuka mmoja wa aliyeshtakiwa na kosa la uhaini ni mtangazaji wa IOTV ambaye amebandikiwa kesi ya uhaini, na kati ya masharti hizo za Gen Z wanataka washtakiwa kama hawa waweze kuachiliwa huru, na hizo kesi ambazo wameweza kubandikiwa waweze kutolewa mara moja. Je, unahisi alikosea ama hakukosea? Kwa maana tunaona kuwa wakati huu chama cha CCM kiongozwa na serikali ya Mama Samia Suluhu inashika wale watangazaji na vyombo vya habari ambavyo vinapinga kile serikali imesema. Sasa tunajua kwamba kikundi cha Gen Z wameweza kusema kuwa tarehe 9 ndio tarehe kuu ambapo Rais Samia Suluhu atajua ukweli kuwa kikundi cha Gen Z wataweza kukomboa nchi hiyo wenyewe.